Bwana Yesu asifiwe. Leo tumesimama kukumbushana mambo ambayo yamekwisha kutabiriwa. Leo tunasimama kusema mambo ambayo wengi wamekwisha kusema. Manabii wa kweli ambao waliteuliwa na Mungu ambao walisema, na sisi leo lazima tuseme. Hebu unahitaji utege muda wako ili kusikia maneno ya Mungu ambayo leo tunayasema. Wewe ndugu yangu ambao unasikia, ambao unatazama, nahitaji kutenge muda wako kusikia maneno haya ambayo tunasema siku ya leo. Nitasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 na mstari wake wa 15, nasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao watu wasijudie sanamu, mnyama wasiosujudia sanamu wauawe. Mstari wa 16, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru na kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume. Sikiliza nikwambie, maneno ya Mungu yanasema siku ya mwisho ikifika, au tuseme siku ya mwisho imekwisha kufika, wewe ambaye hautaipokea chapa ya mnyama utahesabiwa hukumu, utahesabiwa kuuawa. Wewe ambaye hautaipokea chapa ya 666, anasema ya kwamba hautauza, hautanunua, hautatembea, hautafanya kila kitu. Na Bwana anasema ndipo atainuka mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo, ili kunyakua kanisa. Maana anasema ya kwamba lazima ataacha kanisa lipitie uchujio, lazima ataacha kanisa lipitie mateso, ili watumishi wake wadhihirishwe, ili watu wa Mungu wadhihirishwe. Nikwambie ndugu yangu, nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho. Sasa majira tulionayo ni majira ya nyakati za mwisho. Maana Bwana anasema, Yesu Kristo anasema siku ya mwisho ikifika, manabii wa uongo watafika, na watafanya ishara na maajabu. Watu ambao sasa wanafanya hivyo, maana Bwana anasema watu wataponywa kwa jina langu, na akasema ametupa mamlaka na uweza wa kuwekea watu mikono kichwani, watapokea nguvu. Siku hizi unaona watu wanaambiwa kunywa mafuta, kanyaga kitambaa, umezini, umefanya ukaba, unaambiwa kanyaga bendera. Huo sio uponyaji ambao unatokana na Mungu, huo sio uponyaji ambao unatokana na Yesu. Nikwambie ndugu yangu, majira haya tulionayo sasa ni nyakati za mwisho.